Wakazi mtaani Kigumo wamezua vurugu na kuandamana kufuatia kuuawa kwa mmoja wao na afisa wa polisi. Kwa mujibu wa jamaa wa karibu wa Karanja Mung'ang'a, walidai kwamba mkewe mwenda zake alikuwa mpenzi wa siri kwa afisa huyo mkuu wa kituo cha polisi na ambaye alimfyatulia risasi 3 kifuani na kumuua papo hapo. Inadaiwa kwamba mkewe Karanja amekuwa akimshtaki mumewe kwa afisa huyo wa OCS kila wakati wanapozozana. Mohamed Mahmud na maelezo zaidi. Ni ghadhabu ya wakazi wa Kigumo. Wanalalamikia mauaji ya mmoja wao, huku ikidaiwa kwamba aliyemuua ni afisa wa polisi aliyekuwa na uhusiano wa kimapenzi na mkewe marehemu. Wakiwa na silaha mikononi na bakora tayari kuwazima wale watakaozua rabsha, maafisa wa polisi walikuwa ngangari. Wazee kwa vijana walionyesha machungu. Jinsi walivyozidi kupaza sauti zao kwa hasira, ndivyo uchungu ulivyozidi kumuingia na kutonesha kidonda, huku ukimwacha mama huyu kutiririkwa na machozi. Mimi nilifikiwa na maneno kwamba huyo marehemu alikuwa na nia ya kuua watoto na Jamaa na marafiki walishindwa kuvumilia uchungu wa kumpoteza mpendwa wao, hasa kufuatia jinsi walivyoelezea kuliwa kwake. Kwenye alipigwa risasi nafikiria ni ya mkono. Akaweza kutoroka akafuatwa, akaingia chini ya chupa cha kuku. Hapo ndio amlimaliziwa. Kila boma mpaka watu wakosane, lakini si kwa ajili kama hiyo kukuja na kumuua. Wakati moja nilikuwa polisi, lakini sijaona polisi kama wale wako siku hizi. Kulingana na wakazi, mkewe marehemu Christine Wanjiku Shege hajapatikana tangu kisa hicho usiku wa kuamkia leo, huku akidaiwa kukutana na polisi anayeshutumiwa katika mkahawa mmoja eneo la Mutidhi kabla ya kupanda gari kuelekea Nairobi. Huyo afisa nitamtuma hapa na watu wake wakuje watutafutie ukweli ni nini ilifanyika. Idara ya polisi wilayani Kigumo imeahidi kuanzisha uchunguzi wa swala hilo. Mohamed Mahmud, KTN leo, Nairobi.